Watoto wetu ni kama anawapotosha. Tuko tunalipa pesa hapa, lakini pesa ya wazazi hatuioni. Naam, katika siasa mtazamaji, ni kwamba viongozi wa upinzani wakiongozwa na kinara wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka na wameendeleza kampeni zao kwenye eneo la Ukambani kwa siku ya pili sasa. Wakihutubia wakazi wa Matu kwenye kaunti ya Machakos, viongozi hao Rigathi Gachagua wa chama cha DCP, Justin Muturi na Eugene Wamalwa wa DAP Kenya wameapa kuwakomboa Kenya kutoka kwenye utawala wa Rais William Ruto mwaka 2027. Kalonzo anasema wakifaulu kumpeleka Ruto nyumbani, watafuata nyayo za hayati Mwai Kibaki za kuendeleza elimu bila malipo. Vilevile wamekosoa mpango ujenzi wa nyumba za bei nafuu, wakisema kwamba si jukumu la serikali kuwajengea nyumba wananchi, wakiwataka vijana wa Gen Z kujitokeza na kuhakikisha kwamba hakuna anayeiba kura kwenye uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. Tukichukua mamlaka, watoto wetu kwenda vyuo vikuu, elimu kutoka primary hata kutoka pre-primary, kupitia primary ili tulianzisha na Kibaki mpaka sekondari mpaka chuo kikuu, itakuwa ni ya bure. Sasa huyu kiongozi wenu na mimi na wengine tumeketi, tumesema sisi ni kitu kimoja. Tumekubaliana. Sisi tunaenda mawindoni sasa. Tunaenda kutafuta serikali. Na tunataka kuomba ruhusa kwenu. Mtu patie huyu kiongozi Kalonzo Musyoka, tukatafute serikali pamoja. Tumekubaliana. Mmetupatia huyu kiongozi. Na mimi nataka kumhakikishia nyinyi, sisi hatuwezi fanyia madharau ili amezoea kufanyiwa. Unajua wao watu wamedharau nyinyi kama jamii ya Wakamba. Kwani ni uongo? Wakati ya jamii ya Wakamba kutafuta heshima ya jamii ni sasa. Watetezi wa haki kwenye kaunti ya Garissa wanataka kuachiliwa mara moja kwa seneta Elias Gabose na watu wengine 33 wanaodaiwa kuzuiliwa huko Jubaland. Mateka hao wanadaiwa kuwekwa kwenye kifungo cha nyumbani na utawala wa Jubaland. Aidha, watetezi hao wanasema kwamba kukamatwa kwao bila mashtaka yoyote wala mchakato wa kisheria ni ukiukaji mkubwa wa haki za msingi na kunatishia pia usalama wa eneo.